anapokuja kufanya kampeni, kila mtu anamuona kana kwamba huyu ni mtu mzuri, lakini kumbe ndani ni mwovu, ila amefunikwa kishetani. Amefunikwa na kerubi afunikaye, ambaye alishafukuzwa mbinguni. Unamwona mtu mwingine ni mfanyabiashara, anaamua aende kwa shetani kwenda kutoa nafsi yake au kutoa kafara za watoto, kafara za wanyama. Baadaye anafunikwa na uwepo wa kishetani, ambako sasa biashara zake zinaanza kustawi. Kila mtu atakayemwona anamwona kama mfanyabiashara aliyefanikiwa, lakini kumbe ndani amejaa uovu, ila nje ile biashara imefunikwa na ibilisi, shetani ambaye amepokea zile kafara. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa, kwa sababu Mungu alivyomtupa duniani, kwa sababu Biblia inasema ole wa mbingu, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule mshtaki ametupwa kwenu. Alipotupa duniani, Mungu pia akamtuma Yesu kwa ajili ya kuokoa watu. Kwa hiyo tukiwa duniani hapa, tukawa tuna uchaguzi wa aina mbili. Uchaguzi uamue kuchagua we mwenyewe nuru au uchague giza. Na hii inakuaje? Ni kwamba dunia imegawanyika sehemu mbili. Dunia imegawanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Imegawanyika kwenye ulimwengu wa mwili, ulimwengu unaoonekana, na ulimwengu usioonekana ambao unaitwa ulimwengu wa roho. Haleluya. Na ulimwengu wa roho nao umegawanyika sehemu mbili, ambako ulimwengu wa roho unakuwa na ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza. Haleluya. Sasa kwenye ulimwengu wa roho vinakaa viumbe visivyoonekana kama malaika watakatifu, malaika wa giza, mashetani, majini, mapepo, ambao wote wana asili ya kiroho. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ulimwengu wa vitu visivyoonekana, kuna vitu visivyoonekana kwa sababu tu ya maumbo yao. Kwa hiyo tunapoongelea ulimwengu wa mwili unaoonekana na ulimwengu wa roho usioonekana, hatuongelei ulimwengu wa roho usioonekana kwa sababu hauonekani, sio kwa sababu ya maumbo yao. Kwa nini? Kwa sababu kwenye vitu visivyoonekana huwa pia vipo vitu vingine ambavyo havionekani kwa sababu ya maumbo yao. Kwa mfano, unapoongelea bakteria ni wadogo sana mpaka uwaangalie kwa kutumia vyombo maalum. Virus, fungus, ya wadudu wadogo, viumbe wengine wadogo, they are micro, very very micro, huwezi kuviona, lakini ukitumia vitu vya kukuza maumbo kama darubini au telescope unaweza ukaviona, ingawa ni vidogo sana. Ila hivi ninavyotaka kuongelea leo ni vile ambavyo havionekani kwa sababu ya asili zao. Asili yao ni ya kiroho, hauwezi ukaviona, ila unaweza ukaona mambo wanayoyafanya. Haleluya. Unayaona matokeo na matukio mbalimbali yakiwa yanaendelea. Ukimwona mtu amekuwa mgonjwa sana, akaenda hospitali, bila shaka ugonjwa wake utakuwa umesababishwa na viumbe wasioonekana. Sasa kama wamesababishwa na viumbe wanaoonekana kwenye darubini kama vidudu vya malaria, tunakupa alu, unaenda kumeza, maisha yanaendelea. Kama una infection kwenye damu ya bakteria, tunakupa antibiotic, maisha yanaendelea. Kama una vidudu vidogo vya minyoo, tunakupa dawa ya minyoo, unakwenda unakuwa mzima. Sasa ukienda hospitali alafu daktari akakwambia ni kweli unaumwa, ila hatuoni ugonjwa, ni kweli ugonjwa huo utakuwa na wenyewe umesababishwa na viumbe wasioonekana, lakini ni viumbe wa rohoni. Haleluya. Kwa magonjwa mengi yanasababishwa na viumbe wasioonekana. Lakini wasioonekana wa namna gani? Wale wasioonekana kwa sababu ya maumbo, huwa tuna namna tunawakuza, unawazumu wanakuwa wakubwa, unawaona.
alafu kuna namna tunawawekea kadawa, tunasema hawa wako sensitive kwenye dawa hii. Wakiwa sensitive kwenye dawa fulani, ukiwampa mgonjwa ile dawa anapona. Lakini wale ambao wako hawaonekani lakini ni wa kiroho, ambao huwezi kuwakuza kwa darubini, huwezi kuwaona kwenye telescope, huwezi kuwaona kwa kutumia mashine za kawaida za kibinadamu, hao na wenyewe tuna namna ya kudili nao, na namna yetu ni namna ya rohoni. Haleluya! Ndio maana ukifika hospitali madaktari wakahangaika na wewe sana. Wala ambao mlishawahi kwenda kwa waganga mnaelewa ninachokisema. Daktari akikutibu akakutibu tena akakutibu tena, akiona hauponi anakuambia, mama, mimi ninakushauri kwa hekima tu, jaribu sehemu nyingine, jaribu na upande wa pili. Sasa wakiwa wanasema, huwa wanasema jaribu na upande wa pili wakiwa wana maana uende kwa mganga. Lakini asubuhi nina ujumbe mzuri. Wakikwambia jaribu upande wa pili, chagua mganga Yesu Kristo, ambaye yeye ni mganga mwenye hakika kabisa. Kulikuwa na mama mmoja kwenye Biblia. Huyu mama alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12, na Biblia inasema wazi kabisa ya kwamba alikuwa amegharamiwa, vitu vyote vimeisha kwa mikono ya matabibu. Je, mimi ninachukia matabibu? Hapana. Mimi mwenyewe ni health professional. Mimi professional ni pharmacist mwenye masters ya pharmacy, lakini ambaye pia nimefunguliwa macho nikayaona viumbe wanaoonekana na wengine wasioonekana, na ninao uwezo wa kuwa classify wale wasioonekana mwisho mbele zaidi kuliko wataalamu wengine wa udaktari. Kwa hiyo mimi nimeenda mbele zaidi, ninawajua wasioonekana kwa sababu ya maumbo yao, alafu ninawajua pia wasioonekana kwa sababu ya asili zao. Kwa sababu ukikiona kitu kipo, ujue kina asili, kuna mahala kimetokea. Ukiona kuna kakipande kadogo kajiwe, ujue kuna mwamba mahala ambako limetoka. Ndiyo maana Biblia inasema msisahau ule mwamba mlipotolewa. Kwa nini? Kwa sababu kila chenye asili, kila kitu kinachoonekana aidha kwa macho ya rohoni au macho ya mwilini, huwa kina mzazi wake, na mzazi wake ana asili yake. Kwa hiyo ukianza kuona mambo hayaendi vizuri, ni lazima uanze kuangalia asili. Ndio maana ukifika hospitali, daktari kupima temperature, kuna kitu anaita ku-identify ugonjwa clinically anakuangalia tu, lakini baadaye akishagundua clinically unaumwa, anasema tupe damu, anaipeleka maabara, anataka kujua nini asili ya kile nilichoki-identify clinically. Anakuambia tupe haja ndogo, wanaenda kuangalia tulichokiona clinically. Kwa hiyo unapoona kitu kipo, ujue kuna asili yake. Haleluya! Ndiyo maana somo hili la kuvunja vifungo, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vipo zaidi ya 21 ambavyo tunataka tuvishughulikie kimoja. Tutakapofika kule mwisho, kila mtu ambaye atakuwa amesikia somo hili atakuwa amefunguliwa kutokana na vifuniko vya kichawi. Haleluya! Kwa nini? Kwa sababu vifuniko hivi huwa vinasababisha hatari mbalimbali kwenye maisha ya watu. Vifuniko hivi huwa vinawafanya watu, mara leo unapata kazi, kesho wamekufukuza. Vifuniko hivi vinasababisha mtu leo unaonekana mwenye afya, kesho mgonjwa sana. Vifuniko hivi ndio ambavyo vinasababisha leo utaona mabinti wapo na hakuna mtu ana mpango, yani hakuna mtu hata anayemwambia I love you, I miss you, yani hawapo. Kwa nini? Vifuniko. Kwa sababu ukiwa umefunikwa hautakuwa unaonekana. Haleluya! Sasa watu wasiojua
dada ambaye hajui ya kwamba kuna vifuniko vya kichawi, kuna vifuniko vya uovu, kila wakati anapokuwa anataka kwenda mahali inabidi atumie muda wa kutosha kwenye kioo. Anajiangalia, jamani, lipstick yangu. Akitoka nje akijiangalia kwenye kioo kingine, anawaza haijakaa vizuri. Anaingia chumbani, anaifuta, anaweka nyingine. Ndio maana leo hii unaweza ukakutana na dada amejipaka rangi ya blue huku, amejipaka sijui yani vitu gani. Akienda chumbani akijiangalia, anasema jamani, hizi nywele za kipilipili. Anakwenda anazifunika na wigi. Akirudi anasema wigi lenyewe lishakuwa la zamani. Haleluya. Haleluya. Vifuniko vya kichawi hauwezi kuviondoa kwa kujipanga kwa kutumia lipstick. Hauwezi kuviondoa kwa kuweka makucha marefu. Kwanza ukiyaweka yale makucha marefu, watu ambao wanaelewa uzuri wa mwanamke bila mapambo, uzuri kama wa dada Esther mke wa Ahasuero, ambaye mwanaume kama Ahasuero alikuwa anawaona wengi wanakuja, lakini wanaenda kwa mfalme, wanatembea utafikiri wameteguka, kumbe wamefunikwa kichawi. Wakifika kwa mzee Ahasuero anasema pass, akija mwingine pita, akija mwingine nenda, akija mwingine tupilia kule, akija mwingine kama Vashti. Lakini alipokuja Esther ambaye alikuwa hajafunikwa, Biblia inasema yeye Esther hakuhitaji vitu vingi. She didn't need anything. Hakuwa anahitaji high heel, hakuwa anahitaji makucha marefu, hakuwa anahitaji wigi kujifunika. Alikuwa, Biblia inasema alipowekwa kwa watunzaji wa wanawake, akasema mimi msinipe chochote. Akaanza kupaka mafuta ya kawaida tu. Siku alipokuwa akaenda kwa mfalme, wakatrimu nywele zake, kachukua kimkoba chake cha zamani, alafu akavaa viatu vyake vya kawaida visendo, alafu akaibuka nyumbani kwa mfalme. Alipofika nyumbani kwa mfalme, retereba shata, unataka nikwambie, alipofika kwa mfalme, binti yule anatembea. Hakuna madoido yatakayobadilisha mtu kama umefunikwa kichawi. Wengine walikuwa wanatembea, lakini yeye yule binti alipofika kwa mfalme, mtu ambaye ana favor ya Mungu, mtu ambaye hajafunikwa kichawi, mtu ambaye anajijua, mtu ambaye amekaa magotini muda wa kutosha, mtu ambaye amesharika para rabo seke pari rabo yako pare mashanta, ukafunua hivyo vifuniko. Ukitokea tu hatua ya kwanza, mtu asubiri kuhesabu hatua ya pili, anasubiria hatua ya pili, wanainuka wenyewe kuja kukupokea. Jamani, karibu sana ofisini kwetu. Majeshi yako wapi majeshi? Kama wamekaa na binti, mwambie hakuna mapambo yatakayo kupeleka popote kama umefunikwa kichawi. Kwa hiyo ni mwendo wa kufunua vifuniko vya kichawi. Shetani huyu alipokuja sasa, akatengeneza himaya yake duniani, akatengeneza mawakala wake, waganga wa kienyeji, wapiga ramli, sijui wanani, wale waoshaji, wale mabinti ambao mlishawahi kwendaga kuoshwa nyota kwa waganga wa kienyeji. Mnanielewa ninachokisema? Unakuta binti mrembo, yani amekamilika, yani ukiangalia kama ni binti akipita, wanaume walio wengi wa kawaida watamgeukia wamwangalie, lakini unamkuta yuko kwenye kigoda cha mchawi, amekaa uchi, eti anaoshewa nyota. Uhitaji kwenda kuoshewa nyota. Hapa ni zaidi ya kuosha nyota. Ukiondoa vifuniko vya kichawi, vifuniko vikiondoka, uhitaji, yani wewe watu watakuwa wanakutafuta tu, wanakusemesha tu. Mwangalie mwenzako, muulize, mwenzangu wewe una kifuniko gani? Kwa sababu viko vingi. Kabla hatujamaliza hili somo, kama unafuatilia utakutana na cha kwako tu. Majeshi, yani kipo cha kwako, yani kipo. Yani vifuniko hivi vimegawanyika kuanzia kwa mtu binafsi. Kwa mfano kama leo, sema nataka nipige kifuniko kimoja tu, kinaitwa kifuniko cha tabia. Hebu sema kifuniko cha tabia.
Nikitoka hapa wengine watakuwa wamenifurahia, wengine watakuwa wamenichukia kabisa. Na yule mwenyewe ambaye amefunikwa na kifuniko, huwa tabia yake ndio hiyo. Ukikipiga kile kifuniko chake anaanza kwa tumekuja kanisani leo si ndio? Ndio, na kusema mpaka kifuniko kipasuke. Haleluya. Tunakipiga mpaka kipasuke. Hebu sema pasua. Kwa hiyo hivi vifuniko vimegawanyika sehemu mbalimbali. Kwa mtu mwingine anaweza akawa na kifuniko tu cha tabia tu, tabia yake tu, yaani mwenyewe ana kipawa kizuri tu, ila katabia jamani, yani katabia ako ndio nataka nianze nako leo. Na nitachukua muda mchache tu, alafu tukianza kurusha makombora utanielewa ninachokisema. Lakini kuna mtu mwingine ana kawivu tu, yaani kawivu ndio kifuniko chake, yaani asione mtu mwingine amepata. Hiki kifuniko hiki kipo sana hata kwa waimbaji, yaani usione mwenzako anaimba vizuri, yaani mko pamoja mnaimba, ila mwenzako akiimba tu vizuri kakika juu hivi, unasikia kakitu kana kukereketa ndani, yani kifuniko. Wengine kakifuniko ka afya, kila ikifika Jumapili, jamani mtumishi wa Bwana unaendeleaje? Baba, kale ka pressure kangu tu leo sitakuja ibadani, tutakapiga katakuacha. Majeshi. Kwa vifuniko hivyo viko vingi kama 20 na hivi, ambavyo tutavipiga kimoja kimoja mwezi huu. Yaani tunavipiga tu, tukipata neema ya kuvipiga 2 au 3 kwa siku itakuwa vizuri. Kwa hiyo tutaanza leo, tutaenda Jumatatu, tutaenda Jumatano, tutaenda Ijumaa, Jumapili ijayo nayo tunavipiga tena, tunaenda tena, yaani hivyo mpaka viishe. Haleluya. Kwa nini ninaongelea hivi vifuniko? Ni kwamba kuna mtu Mungu amekubariki na baraka za kila aina, ila haupigi hatua mpaka unajiuliza imekuwaje? Haupigi hatua, hauwezi kwenda popote. Kwa nini? Ni lazima ujue ya kwamba yumkini naweza nikawa nimefunikwa. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi, maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Maombolezo ile sura ya 3 mstari wa 33. Biblia inasema Mungu hapendi kumhuzunisha mwanadamu. Kwa hiyo ukiona kuna huzuni mahali, ujue kuna mahala ambako zinatoka. Mungu anapenda mwanadamu afanikiwe, na kwa asili Mungu ameweka uwezo wa kufanikiwa ndani ya kila mtu, na huyu mtu anapewa huo uwezo kabla hata hajazaliwa. Kwa hiyo uwezo wa kufanikiwa ndani ya mtu huwa ni mkubwa kuliko kushindwa. Hebu tuende pamoja nikuulize, ni nani huwa anafundisha mtoto ya kwamba akizaliwa tu alie? Na je, wewe mama, pamoja na kwamba una watoto 3, unaelewa hiyo process ya kulia kama ni muhimu? Majeshi. Yaani katoto kakizaliwa kasipolia matatizo, baadaye katapata utindio wa ubongo, baadaye kakiwa na tabia fulani, mama yake utasikia anasema hata kalipozaliwa hakakulia. Kakizaliwa katoto kama hakali, mpaka wanafanya namna wanakafinya na kukachoma hivi angalau kashtuke kalie. Sasa ukiona hata kamefanyiwa hayo yote akajalia, unajua kuna tatizo. Majeshi. Na zile ni sehemu ya score. Unasikia kwamba mtoto wangu amezaliwa ana kilo 2 na pointi 8, amepata pointi 9.5. Mojawapo ni kulia, yaani kakizaliwa akajalia, kanampunguzia max siku ya kuzaliwa. Mliolia siku ya kuzaliwa, majeshi. Sasa kuna wengine hawakulia. Kwa hiyo leo hata kama ukifundisha hili somo hawaelewi. Kwa hiyo mama atasema mwanangu alipozaliwa hakulia. Kwa nini? Kwa sababu kulia ni process ya kawaida imewekwa ndani ya mtu, na lengo lake ni kwamba anapozaliwa afungue mapafu yaanze kuvuta hewa ya nje ya kawaida. Haleluya. Ni alama ya kutambua pia mazingira. Yaani katoto kanapozaliwa kakilia, kanajua mazingira yamebadilika.
Kwa nini? Kamewekewa ndani kutambua mazingira yaliyobadilika. Sasa wewe mtu mzima unatakiwa uyajue zaidi, si ndio? Hiyo mtu ameumbwa na Mungu, amewekewa mechanisms za kufanikiwa kuliko kushindwa. Ni nani anayefundisha mtoto ya kwamba akiwekwa kwenye titi la mama anyonye? Kwanza anajuaje yani ya kwamba msosi uko hapa? Cha pili, ni nani aliyemwambia ya kwamba ukiwekwa kwenye titi la mama usipulize unyonye mwa? Nani aliyemfundisha? Ni kwa nini? Kwa sababu Mungu ameweka mechanism ya mtu kufanikiwa ndani ya mtu. Yaani kuliko kushindwa. Akiwekwa asipovuta, watu wanasema huyu ana tatizo. Kwa nini? Kwa sababu kwa asili anatakiwa ajue kuvuta. Haleluya. Ni nani ambaye anamwambiaga mtoto ya kwamba sasa hivi unatakiwa kutambaa, na asipotambaa mama unakuwa na wasiwasi? Majeshi. Kwa hiyo mtoto mdogo akizaliwa, kama unamlisha, kuna vitu vingi uhitaji kumfundisha. Ukimweka kitandani, unamlishia kitandani siku zote. Wakati wake wa kushuka chini ukifika, utamkuta yuko chini. Atajiangusha au atatafuta tu namna ya kushuka. Kwa nini? Kwa sababu amewekewa kitu kinachomwambia leo hatua hii ya kulala kitandani imeisha. Hatua ya kulala tu imeisha, anza kutambaa. Majeshi. Ni nani aliyemwambia mtoto ya kwamba hivi vitu huwa vina rangi tofauti? Imewekwa tu ndani, identification, yani iko very automatic. Kwa madaktari wanamwangalia mtoto, unamwona mtu anapita hivi, wanasema huyu ameanza kujua rangi. Lakini nani aliyemfundisha? Hakuna aliyemfundisha, imewekwa ndani yake. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie wewe ndani yako kuna mafanikio ambayo mengine hata wewe mwenyewe huyajui. Hayajui. Kwa nini? Kwa sababu alivyotakiwa hayo mafanikio aanze kuyaishi, akafunikwa. Kuna kakifuniko, yani kamemfunika. Majeshi. Lakini kwa sababu Mungu hapendi kuhuzunisha wanadamu, na mimi nimesimama kwa niaba yake, tutavifunua vifuniko, alafu utaonekana tena kwa jina la Yesu. Utaonekana tena kwa jina la Yesu. Utaonekana tena kwa jina la Yesu. Kwa hiyo asili ya vifuniko vya kichawi nimeielezea kwa ufupi. Ni kwamba shetani alivyotupwa kutoka mbinguni baada ya kuasi, akashuka na vile vifuniko ambavyo anavitumia. Mimi huaga hii naita sijui bahati mbaya, sijui ni nini, ya kwamba eti Mungu akimpa mtu kipawa, amezaliwa na kipawa, hata kama akitumia vibaya Mungu amnyang'anyi. Majeshi. Siku moja nikakaa nikawaza, nikasema yani mimi ningekuwa mimi ndiye nayegawa vipawa, kuna watu ningewanyang'anya vipawa kwanza, alafu natuma nabii, nawaambia nenda kaongee naye, akibadilika atapewa. Kwa sababu gani? Vipawa vingi ambavyo watu wanavyo vimeharibu pia watu. Haleluya. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie wewe umeharibu wangapi? Kwa sababu tunakuja kuokoka baadaye. Kuna watu walikuwa na kipawa, yani akikusemesha akusemeshi mara mbili. Kwa kile kipawa anakitumia vibaya, kinaharibu watu. Lakini alipewa na Mungu kwa ajili ya kujenga ufalme. Mfano mzuri ni huu hapa. Wangapi ambao wanamjua Paulo? Alikuwa anaitwa Sauli kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Huyu Sauli amezaliwa akiwa mtu mwema kabisa, lakini baadaye huyu mtu ameharibika mpaka amekuwa muuaji wa watu wa Mungu. Yaani yeye amezaliwa kuwa mhubiri wa Injili, amezaliwa awe mmojawapo wa mitume, na amepewa karama ya kuwa mtume, karama ya kuongea, karama ya kufundisha, karama ya kuandika vitabu. Ila alipotua duniani, vipawa vile vyote vimegeuzwa vikawa adui wa kazi ya Mungu. Haleluya. Majeshi. Vipawa vyote vile alivyokuwa navyo Paulo viligeuka
vikaja vikawa aibu kwa dunia, vikawa kitu cha kuangamiza kanisa. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 22, Biblia inasema eti Paulo mwenyewe anajiongelea, anasema nikawaudhi watu wa njia hii hata kuwaua, nikawafunga, nikiwatia gerezani wanaume na wanawake. Yaani Paulo aliyetakiwa kuwa mhubiri wa Injili amekuja, alipofika duniani Shetani amemfunika na katabia ka uuaji, amemfunika na katabia ka kushindana na kanisa. Siku ya leo inawezekana uko mahali hapa, Mungu alikupaka mafuta, amekupa kipawa uende mahala, lakini huwezi kufika kule kwa sababu ya vifuniko ninavyoviongelea. Haleluya. Sasa unagundua wakati Sauli au Paulo alipofunguliwa kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 9 mpaka wa 11, Biblia inasema hivi: lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu, hapa ameshafunguliwa, akamkazia macho akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, uachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka? Basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia, giza, akazunguka zunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Huyo alikuwa Paulo yule yule. Jana alikuwa anaua watu wa kanisa, jana alikuwa anaua watakatifu. Siku ambayo kifuniko kimeondolewa, siku ambayo Yesu alipompiga kwa nuru, kile kifuniko kikayeyuka, akageuka akawa shujaa, akaanza kuwapiga wachawi, akaanza kuwapiga wanaoipiga Injili. Amekutana na mchawi mmoja, akamwambia uwe kipofu kwa muda. Na mimi leo kwa jina la Yesu ninawaagiza wale wote ambao wanafuatilia maisha yako, wale wote waliokufunika, wapigwe upofu, wawe kipofu, wasikuone, wasione njia yako nayo iendea kwa jina la Yesu. Paulo anamwambia mchawi uwe kipofu. Alipomwambia tu uwe kipofu kwa muda, jamaa magamba yakajaa machoni, akaanza kuona giza, akaanza kupapasa papasa, anatafuta njia iko wapi. Haleluya. Leo na wale ambao wanakufuatilia, wachawi waliokuloga ili kwamba usifanikiwe, leo tunakwenda kuwapiga upofu, na watatangatanga, watatambatamba, watatangatanga wakitafuta njia kwa jina la Yesu. Shetani ana kazi. Ukiona jambo limeharibika, ujue yupo. Ukiona jambo lilikuwa linaenda vizuri tu, alafu ghafla mambo yamebadilika, ujue ameingia hapo. Ili uelewe vizuri ninachokisema, nenda na mimi kwenye kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 1 mstari wa 13. Nataka niweke msingi ukae vizuri, alafu baadaye tutaanza kupiga kifuniko kimoja kimoja. Shetani huwa anaangalia tu mahala ambako kumetulia, anaenda hapo analeta vurugu. Kwa nini? Kwa sababu ukiona kuna ugonjwa, ukiona kuna vurugu, ukiona kuna ajali zinatokea, ukiona kuna mauaji, ukiona watu hawaelewani kwenye familia, ujue yupo. Kuna kakitu amefanya pale, amefunika familia hiyo. Ilitukia siku moja kwenye kitabu cha Ayubu pale, ilitukia siku moja hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Kwa hiyo inaonekana kwa Ayubu mambo yalikuwa yako safi tu. Hauwezi ukanywa divai mkawa mnakula na kunywa kama mambo hayako vizuri. Kwa Biblia inasema watoto wa Ayubu wote wamekusanyika kwa ndugu yao, wanapiga msosi, wanakula. Maybe ilikuwa ni siku mojawapo ya Pasaka au siku ya sherehe ya kifamilia, wamekutana pale wanakula. Biblia inasema hii ilikuwa bila shaka ni wakati wa furaha kwao. Mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao, mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua, wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akale akinena,
akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Kwa tunajifunza mahala popote anapokaa shetani huwa kuna majanga. Kwa ukiona majanga yanatokea kwenye maisha yako, ujue yupo. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie ukiona janga, mgeukie mwangalie usoni, ukimwambie ukiona janga ujue yupo. Mwambie ujue mzee Kibogoyo yupo. Haleluya. Kwa hiyo mambo yalikuwa yanaendelea vizuri nyumbani kwa Ayubu, lakini alipofika tu mzee Kibogoyo mambo yakaharibika. Hebu angalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 2 mstari wa 12. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 12 mpaka wa 15. Na kwa malaika wa kanisa lililopo Pergamo andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Kwa kumbe mtu anaweza akakaa sehemu na mahali hapo anakaa Shetani, kwa sababu yeye ni roho. Unakuta kwamba mtu yupo anaishi na Shetani, na yeye ana kiti chake cha enzi pale. Leo ni siku ya kukipiga kiti chake cha enzi na kukiharibu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo mwezi huu tutakuwa tunashughulika na kiti chake cha enzi. Kila mahala ambako amekaa ni lazima aachie, hana ruhusa ya kukaa tena pale. Anasema, nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Kwa ukiona watu wanafika mahali ndugu, ugomvi, wanagombana mpaka wanauana, ujue yupo mzee Kibogoyo, yupo Shetani. Kuna kiti cha enzi cha Shetani kimewekwa pale. Sababu tumefika mahali sasa hivi ndugu wanaweza wakagombana mpaka wanaenda kulogana, wanaenda kwa waganga. Wewe si unajua wewe mwenyewe ndugu zako wanapokufanyiaga. Ndugu wanagombana, hawawezi kuelewana. Ukiona hivyo ujue kuna kiti cha Shetani, cha enzi cha Shetani kwenye familia, na kinaweza kikakaa kwenye level ya mtu mmoja mmoja, kwenye level ya familia, nyumba moja, kwenye level ya ukoo, kwenye level ya mtaa. Kuna mitaa hauwezi ukakaa mwezi mmoja hujasikia mwizi huyo, na wanampiga mawe, wanamuua. Nini? Kiti cha enzi cha Shetani. Na anaweza akakaa kwenye level ya kata, akakaa kwenye level ya wilaya, anaweza akakaa kwenye level ya mkoa, mpaka level ya nchi. Haleluya. Kwa hiyo ukiona mambo fulani yanatokea, usiyachukulie tu kawaida. Usiyachukulie tu kawaida. Yaani jambo linaibuka hivi, linasambaa nchi nzima kama moto wa porini. Unajiuliza ni kitu gani? Kiti cha enzi cha Shetani. Haleluya. Anasema, lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaam, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikayo mafundisho ya Wanikolai. Ya kwamba katikati ya watu sasa, ukishaona kuna kiti cha enzi cha Shetani, hata watu kufuata taratibu ni ngumu. Watu wanakaa, kila mmoja anafanya kivyake, kwa sababu sio kawaida maneno yote ambayo Biblia inasema, na bado unakuta kuna watu kwenye nchi wanaabudu sanamu. Ni nini? Kwa sababu kuna kiti cha enzi cha Shetani kinakaa hapo. Na hapa anapoongelea kuna watu katikati yenu, alikuwa anamaanisha kwenye kusanyiko watu wote hawawezi wakawa wako sawa. Haleluya. Ya kwamba kuna mtu amekuja hapa leo, yaani hata kule nje akisema ameokoka watu wanacheka. Kwa nini? Kwa sababu yuko tofauti na watu wengine. Lakini hiyo tofauti inasababishwa na nini? Kuna kiti cha enzi cha Shetani kimejengwa ndani. Kuna kiti cha enzi cha Shetani kimejengwa kwenye maeneo alikotokea.
kuna kiti cha enzi cha shetani kimejengwa kwenye familia na kimemmiliki mtu huyo tangu alipozaliwa. Kwa unaona mtu anahangaika, anafanya kila jambo, anajifanya kuwa mzuri, anataka kuna baadhi ya vitu aviache, hawezi kuviacha. Kwa nini? Sababu kiti cha enzi cha shetani. Haleluya, haleluya, haleluya. Malaika huyu shetani, nataka niongelee tu huyo, huwa ana tabia, akiingia mahali anajitengenezea mechanism au camouflage ambayo watu hawawezi kumwona. Ana tabia ya kulinda, kwa sababu Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 mstari wa ngapi? Mstari wa ile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 24, ya kwamba Mungu alipomfukuza mwanadamu kwenye bustani ya Eden, aliweka walinzi wana mapanga wanalinda ile bustani. Shetani na yeye akijenga kiti chake cha enzi huwa ana tabia ya kulinda, analinda mtu yoyote asiingie pale. Yaani hata hivi tunavyomwongelea amekasirika, na kama yuko ndani ya mtu, kuna mtu akisikiliza haya mazungumzo, haya mafundisho, hawezi kuyafurahia. Kwa nini? Kwa sababu yupo anamlinda mtu huyo, hataki ajue kweli. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema nanyi mtaijua kweli, nayo ile kweli itawaweka huru. Haleluya. Ile kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akaipindua miji yake, wafungwa wake waende kwao. Leo mimi nataka nimpige yule ataachia kila mfungwa aliyemshikilia kwa jina la Yesu. Leo tunatakiwa tumpige mpaka aachie. Kama ni watoto atawaachia, kama ni wakubwa atawaachia. Mfungwa yoyote aliyefungwa lazima ataachiliwa aende kwao kwa jina la Yesu. Biblia haisemi uongo ya kwamba yule jamaa ana tabia, akikushikilia akuachii kirahisi. Ndio maana kuna watu utapiga. Mama, nikushauri, kama mtoto wako anakatabia kaudokozi, usimpige sana. Kwa nini? Kwa sababu yupo ambaye yumo ndani, ambaye hiyo tabia unaoupiga ule ni mwili, lakini huyu anayemwendesha ni roho, na haachii wafungwa waende zao. Lakini sisi tumeitwa kwa ajili ya kuwafungua wale waliofungwa. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa 22 anasema, kwa maana watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Lakini anamalizia anasema, hakuna asemaye arudishe. Lakini sisi tupo kwa ajili ya kurudisha kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kila kilichoibiwa kitarudi. Hata yule asiyewaruhusu kwenda wafungwa kuachiliwa na kwenda zao, leo ataachilia, na kila mtu ataenda kwenye uhuru wake. Na kila mtu, vile vifuniko vikivunjika, utapata kibali kwa watu, utapata kibali kazini, utapata kibali kwenye biashara, utafanya biashara yako, utastawi. Haleluya. Hebu sema katika jina la Yesu. Sema tena, katika jina la Yesu ninawasambaratisha walinzi wa vifuniko vya kichawi ndani ya maisha yangu na familia yangu kwa jina la Yesu. Imeandikwa, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika jina la Yesu, mashetani wote, majini wote, mapepo yote, mizimu yote, majoka mliokaa ndani ya familia yangu, mliokaa kwenye maisha yangu ili kusimamia vifuniko ndani yangu, ninawasambaratisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninawasambaratisha kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa damu ya Yesu. Ninasambaratisha kila walinzi waliowekwa kuvilinda vifuniko vya uovu
kwenye maisha yangu leo ninawapiga kwa jina la Yesu. Nawapiga kwa jina la Yesu. Mungu anasema kwa kuwa atakuagiza malaika zake wakulinde. Leo tunataka baada ya kuvunja kila kifuniko tuweke malaika watakatifu kwa ajili ya kuwalinda watakatifu. Na kwa nini tunawapiga kwanza wanaosimamia na wanaovitengeneza? Ni kwamba kuna uwezekano mkubwa ukavunja kifuniko, lakini yule adui aliyepo akakijenga tena. Kwa nini? Kwa sababu ndio kazi yake. Haleluya, haleluya. Kuna mtu ananielewa? Kama unanielewa sema tena amen. Sasa hebu tuangalie kifuniko cha tabia. Andika kwenye daftari lako kifuniko cha tabia. Kwa nini ninaanza na hiki? Kwa sababu watu wengi wamefanikiwa, wanafanya interview, wanachaguliwa, wanaajiriwa mahala. Wakiisha kuajiriwa, wakifika kule, baadaye muda wanafukuzwa kazi. Kuna watu wengine ambao wanapata kibali, akianza kabiashara anapata watu wa kumshika mkono, watu wanatamani afanikiwe, lakini anapokuwa anaendelea anajikuta wale watu wanamchoka kwa sababu ya tabia yake. Unakuta mtu hana mahala pa kukaa, binti tu hana mahala pa kukaa, anatangatanga, anachukuliwa na mjomba wake, anamwambia mjomba, njoo ukae hapa nyumbani kwangu nikusomeshe. Lakini akifika wiki ya kwanza, wiki ya pili, akikaa wiki tatu, nyumba yote inasambaratika. Wanawaza sisi hatuwezi kukaa na wewe. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu, hebu nenda na mimi kwenye kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali, Biblia inasema hivi: kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliyenacho. Kila kigeukapo mtu hufanikiwa. Kwa hiyo Mungu anaweza akawa ameweka kipawa ndani ya mtu. Kila kipawa kinaweza kikawa vya aina mbalimbali. Kipawa mwingine cha kuimba, mwingine cha kuigiza, mwingine Mungu amempa tu sura yenye mvuto. Ukimwangalia kama anahitaji jambo lolote utamsaidia bila masharti, ila ukae naye siku 2-3 ndio utakoma, unasema sijui kwa nini hata nilimsaidia. Watu wengine wanasema sijui nilitoka wapi na huyu mtu. Lakini ni muhimu kujua ya kwamba shetani anaweza akamfunika mtu yoyote, yaani mtu yoyote yule, mtu yoyote. Kwa hiyo leo tulioko hapa usijihakikishie. Tukikipiga kifuniko ndio tutajua. Kwa nini? Kwa sababu ana uwezo wa kufunika mtu yoyote, na ana uwezo wa kukufunika na usijue ya kwamba amekufunika. Shetani anapomfunika mtu anaonekana yuko kinyume kabisa na taratibu za kawaida. Kama ni shuleni, mtoto yana amefunikwa na shetani, kusoma kwake inakuwa ngumu. Unawaza, wewe mtoto umekuja shuleni ili kusoma, mbona haupendi kusoma? Shetani akimfunika mtu, hata binti uwe mzuri namna gani, ukiwa umefunikwa na shetani, watu watakuwa wanakupita tu. Wawaji wanakuwa wanapita, wakikuona sijui wanakuonaje. Kwa nini? Kwa sababu nilikwambia kuna asili ya mtu ambaye amewekewa na Mungu ndani. Ile asili ikifunikwa, mtu unaonekana kituko. Majeshi. Kwa hiyo tumeona cha kwanza, karibia kila mtu. Hakuna mtu ambaye anaweza akasema hakupewa kitu na Mungu. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie unakijua kile ulichopewa na Mungu, ya kwamba kuna kipawa fulani umepewa, yani kimewekwa ndani ili ufanikiwe. Kwa ukikiona hakifanikiwi, ukikiona hakistawi, ukikiona hakionekani, ujue kimefunikwa. Kwa nini? Kwa sababu ni kusudi la Mungu kila mtu afanikiwe. Hebu mwangalie mwenzako, muulize, mafanikio ulionayo ndio kiwango cha Mungu? Mwangalie usoni kwa bidii, mwambie, je, mafanikio ulionayo ndio kiwango cha Mungu? Kama hawezi kukujibu, ina maana kile kipawa cha kufanikiwa,
Yale mafanikio ambayo Mungu ameyaweka ndani yake yamefunikwa. Haleluya, haleluya. Mithali sura ya 18 mstari wa 16. Haya ni maandiko ambayo tutakapokwenda kuomba, na wewe ukiwa unaomba nyumbani kwako unatakiwa kukomaa nayo kuyadai. Mithali 18 mstari wa 16 anasema, zawadi ya mtu umpatia nafasi, umleta mbele ya watu wakuu. Yaani wewe una kakipawa kako ndani, ambako kakipawa kale kanakusogeza karibu na watu, katakusogeza karibu na mkuu wa wilaya, karibu na mkuu wa mkoa, karibu na mkurugenzi, karibu na mkuu wa makampuni. Kipawa hicho, kizawadi kile. Kuna mtu ukifanya kakitu watu wakikaona wanawaza huyu ana kipawa. Haleluya. Huyu ana vitu ambavyo watu wengine hawana. Lakini sema kile kipawa kinaweza kukupeleka mahala popote, ila tabia ambayo Biblia wakati mwingine inaita mwenendo ndio itakayokubakiza pale. Kwa hiyo wakati tunapoendelea kusoma, hebu endelea kupiga picha kwenye maisha yako. Watu ambao wamekuja kwenye maisha yako, ulikutana nao, wengine ukagombana nao na haujui sababu, mpaka kesho hujawahi kujua sababu. Ndio mimi ninakuambia leo ya kwamba sababu ni kifuniko cha tabia. Shetani amekuwekea katabia fulani ambako ukikutana na mtu siku ya kwanza, mnaongea vizuri, mnapanga madili vizuri, mnakubaliana biashara vizuri. Ukileta ile biashara mara moja, hataki kukuona tena. Unashangaa ni kitu gani? Na ukiamua hizo tabia uziache, hauwezi kwa nguvu zako, mpaka tuvunje hicho kifuniko kwa jina la Yesu. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12, maandiko yanasema hivi, mwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo uwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Hii alikuwa anamaanisha nini? Ya kwamba kuna mtu inawezekana umeokoka kabisa na pengine unanena kwa lugha, ila ukiwa nje ya kanisani, tabia zako, mienendo yako. Nilikuwa siku moja ninafundisha mahala, nikawaambia, yaani wewe, watu wanaokujua vizuri sio sisi wa kanisani. Majeshi yako wapi majeshi? Yaani sisi wa kanisani hatukujui, hatujawahi kukuona. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa unakuja kanisani, ukitafuta mchumba kanisani, unawapata wengi, wote malaika. Majeshi. Kwa kijana wa kiume, kama unataka kuchumbia binti, tegesha mtaani kwao. Ukiambiwa anaishi kwenye nyumba ile, usirukie. Uende siku moja ukae pale mtaani, kutana na vijana wa pale, waulize, namtafuta dada mmoja anaitwa Jeni. Wakwambie, anaitwa Jeni, anaonekanaje? Huwa ana wigi lake la namna hii na hii, mweusi kidogo, mrembo. Tumia na maneno yao ya mtaani pale, ana miguu ya chupa ya soda hivi au ya bia, wanasemaga mrembo. Anasema yule wa kwa nani? Nafikiri ndio huyo alituambia anakaa karibu na nyumba ya fulani. Huyo binti anasali kanisani kwenu? Swali la kwanza. Unawaza labda anapiga sana mashetani hapo. Anamwambia, dada, kama huyo binti anasali kanisani kwenu, siku mkifika mbinguni nyinyi watu wa ufufuo na uzima, mtanikuta nishatangulia. Anamwambia mwenzake, anaongelea yule mcharuko, bwana wewe mcharuko. Yaani ndilo jina analoitwa mtaani. Majeshi watakatifu wa kanisani. Kwa sababu gani? Yaani watu wana tabia, yaani huyo dada hapo mtaani, ili kuonyesha watu ya kwamba ameokoka. Samahani dada, shika adabu yako, unikome kama ulivyokoma ziwa la mama yako mlokole. Kwamba kila kijana unayekutana naye barabarani
Majeshi, majeshi. Kwa hiyo akija kanisani, ukikutana naye, utukufu Baba, mtumishi wa Bwana. Nyumbani, mtaani, dada samani, we shika adabu yako unikome. Nilishakwambia na leo narudia tena. Sasa utawashuhudiaje? Si umsikilize. Majeshi, majeshi. Wengine wanaweza wakawa wana madili. Mimi naonaga viklipu ambavyo watu wanashare. Dada mmoja alikuwa anatembea, kadondosha simu yake. Kaka mmoja kaokota, amemkimbilia mbali kweli. Sasa kaka ambaye anaokota simu akakukimbilia, jamani, si ni mtu mwema, si ndio? Baadaye yule kaka anampa simu. Kabla hajasema akawaza anaombwa namba. Akaichukua ile simu, akaipanda, akamwambia koma, usinifuatilie. Maneno mengi yani. Amevunja ile simu, imepasuka pasuka kioo na nini. Afa anamuuliza yule kaka, wewe ni size yangu wewe? Sasa walokole waga wanasema, mimi nimeokoka, ukinichezea nitamweka Yesu pembeni nikufundisha adabu. Shukuru Mungu leo tuna maombi. Tena ngoja niende kwenye maombi, nikirudi kwa dada amemaliza kuvunja ile simu, yule kaka akamwambia, umefanya vizuri kwa sababu mimi wewe umeidondosha pale, nilikuwa nakuletea ni ya kwako. Afa akaondoka. Kwa nini? Kwa sababu alishawaza dada namba, eti anajiona mzuri na vifuniko ulivyo navyo. Uzuri unatoka wapi? Majeshi, majeshi. Yani maneno, wadada wana maneno na wakaka hawako salama pia. Kifuniko cha tabia. Yani kuna mtu hata kama ukimbembeleza namna gani, ukamjengea nyumba mwezini kule, alafu ukamwahidi ya kwamba mwakani naimalizia utaenda kuishi huko, mkirudi tu huo mkataba mnagombana. Kwa nini? Katabia. Yani hajazoea katabia, yani hajazoea amani, yani hajazoea amani. Lakini nini? Tabia. Zawadi inakupeleka, ila kubaki mle ndani. Biashara yenyewe unaweza ukaianza, ila kubaki kwenye biashara, tabia. Yani mtu mwingine tabia, yani kale kauvivu ni kakifuniko kanachokitegemea, lakini kamegeuka, kamekuwa mpaka na tabia, kamekuwa tabia yake. Ukikaa kwa mtu siku 3 tu ameshakuchoka. Majeshi, majeshi waongofu. Majeshi, majeshi. Yani ukikaa na mtu siku 3 nyingi. Majeshi, majeshi wa mama. Wamama wengine tu ni kwamba hawezi kujizuia. Yani katabia tu. Yani katoto kakikosea hivi, kamepita, sijui alikuwa amebeba maji yake, anaenda bafuni, katoto kakapita hivi, amtikisa kidogo, nyau kasoro mkia. Wewe kama ni mtoto wako, then wewe si ndio nyau mkubwa, kwa sababu umezaa nyau. Katabia fulani, yani hawezi kukuacha. Kuna watu nikwambia pastor, akiamua kugombana, hata kama mkija kuamulia, ataondoka, nyinyi mkiondoka anarudi kuja kuendeleza ugomvi. Yani wapo. Yani ni katabia, yani ni katabia kake, na anajisifia, ukinianza lazima nikumalize. Hey. Yani mtoto akija ametoka mtaani analia, mama haulizi kimetokea nini, anaanza kujifunga kanga. Kama ni amepiga mtoto wangu, jiandae na kujia. Katabia ka ugomvi, yani. Majeshi, majeshi. Hapo hawezi kusema amen, sababu vifuniko, kakifuniko. Mwingine ana tabia tu kaumbea, yani asisikie kitu. Kama mlikuwa mnanong'ona, tukiwa tunanong'ona mimi na pasta wangu huyu, kuja tunanong'ona ili wengine msisikie. Wewe ukisikia watu wakiwa wananong'ona, ushaenda kusema. Tunaitaga waandishi wa habari wasio verify taarifa wazizosikia, freelancers.
Yaani wewe ni mwandishi wa habari wa kujitolea, huhitaji mtu kukulipia nauli kwenda kupeleka umbea. Katabia, yaani ukisikia taarifa ikikaa ndani inakukereketa. Nasikia kabisa kukereketwa. Wengine inawawasha, wakikaa hivi kataarifa kale kanamwasha, anaamua anapanda daladala, anaenda anakaa Ntuka, anaenda Chang'ombe kupeleka umbea. Na akifika utasikia una moyo, una mapafu, una figo, mguu ni wa kwako. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie una moyo. Muulize nawe una mapafu. Maana nayo yasema haya yamejaa. Lakini huyo mtu ataye mwenyewe apendi kwa sababu Biblia inasema hivi, upendo ufunika wingi wa dhambi. Kwa ukimwona mwenzako amekosea, haiwi eti ni taarifa ya kupeleka kwa wengine wajue kwamba amekosea. It's not supposed to be like that. Haitakiwi. Yaani kwa mtu kabisa ambaye unampenda, ukimwona amekosea, unaenda kuipeleka hiyo taarifa kwa watu wengine. Hicho ni kifuniko. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie uongo ni kifuniko kibaya sana. Lakini sasa mengine hata sio uongo, ni kweli. Basi amekosea. Mtu akikosea ni kitu cha kweli, lakini akikuhusu ukienda kumwambia mwingine, tunahitaji ule umbea, si ndio? Au usengenyaji. Kwa hiyo yani mtu hawezi kukaa siku nzima hajamsengenya mwenzake. Kile ni kifuniko kinachojitegemea. Ndio maana Biblia sasa inasema muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa. Yaani wewe unavyoenenda utofautishwe na watu wengine, uwe tofauti. Kwenye Galatia ile sura ya 5 mstari wa 19, kifuniko cha tabia. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kishajiona tu ya kwamba unakatabia kakukereketwa na taarifa za watu, kuna mahala pako. Ukishajiona tu kawivu, yani katabia kalikuwa ni katabia kanaanza kidogo kidogo, kamekomaa katabia kawivu. Manake kuna mtu anaweza akawa na wivu lakini sio tabia yake. Baadaye yani akigundua kawivu haka kananisumbua, anatubu. Lakini kuna mtu wivu ni tabia. Majeshi yako wapi majeshi? Ukihubiria watakatifu haya hawakupigii makofi. Lakini subiri tuje tuombe uone pepo zilizomo zinasababisha. Biblia inaeleza wazi ya kwamba kuna tabia na hekima zinazotoka kwa shetani. Yaani tabia kabisa, yaani imetoka kwa shetani, amebandikiwa mtu na akiwa nayo mtu tabia hiyo hatafanikiwa. Ndio maana wachungaji tunapata kazi kubwa. Utahubiri kufanikiwa, watu wakiona wanachelewa wanaenda sehemu nyingine ambako unaweza ukafanikiwa bila kubadilisha tabia. Receive au nibadilishe kidogo injili jamani. Nataka gari. Utaipata na tabia yako. Gari uwe inakuja pamoja na mabadiliko yake.
Haleluya. Nataka nyumba, nataka nyumba. Nataka mume. Wakishamaliza kuimba, pastor nawaambia upokee kama ulivyoimba. Wewe mwangalie mwenzako upokee, mwambie mwenzako upokee na hivyo vifuniko. Mwangalie mwenzako mwambie upokee na hivyo vifuniko. Hebu waza kama unamchukia hapa na hauna chochote, siku ukipata hiyo gari, baadaye utamgonga utamwagia maji. Mtu anaomba, Baba katika jina la Yesu, wameninyanyasa sana, wameninyanyasa, wamenipulizia vumbi, na mimi naomba unipe gari. Hebu mwangalie mwenzako mwambie Mungu akupe gari na hiyo tabia. Mtu anapita na gari yake hapa anasema nimemkomesha, nimemwagia maji. Wewe baba, wewe dada, wewe majeshi majeshi. Hebu nenda na mimi kwenye kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Yakobo, samahani, sura ya 3 mstari wa 15. Hekima hiyo ile ishukayo kutoka juu, hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Ya kwamba kuna tabia na hekima ambayo haitoki juu, inatoka kwa shetani. Kwa hiyo ile hekima hiyo ukiamua ndio unayotumia kuendesha maisha yako, hautafika mahala popote, utaharibikiwa. Ndio maana tunakipiga kifuniko cha tabia. Hebu sema vunjika. Sema tena vunjika. Kwenye Biblia tunamwona mwanamke mmoja anaitwa Rahabu. Huyu mwanamke Rahabu alikuwa tu kahaba kule Yeriko, lakini unaposoma Biblia inamtaja kama kahaba akiwa Yeriko. Siku alipokutana na wana wa Mungu Israeli, baadaye Mungu akamfungua. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 1, kitabu cha ukoo wa Yesu, unakuta na yeye anatajwa pale. Lakini ni nini? Alikutana na watu, vifuniko vya tabia vikavunjwa, baadaye Mungu akamuingiza kwenye mfumo. Na alivyokuwa amezaliwa tangu mwanzo, amezaliwa ili awe kwenye ukoo wa Yesu. Lakini ukimwangalia by time yuko Yeriko, kahaba wa kawaida tu, amefunikwa. Watu wote hawapendi kukaa karibu naye. Majeshi majeshi, majeshi majeshi. Tabia ya mtu, kuna watu wakiongea na wewe mara ya kwanza safi, ila ukiendelea kufahamiana naye zaidi hutakubali ukae karibu naye. Ni nini? Kwa sababu Biblia inasema kibali kinampa mtu access kwa wafalme. Anakutana na watu wakuu, lakini je, utabaki? Wakati mwingine unakutana na binti anakuambia, baba wewe una connection, naomba nitafutie kazi mahali. Yaani baadaye unakaa unawaza, nikimpeleka huyu mwangalie mwenzako mwambie, nikikupeleka wewe. Tunafika mahali watu tuliookoka mpaka tunaoneana aibu kabisa. Yani nikiwa nawaza kwamba nimwombe kazi kwa yule mheshimiwa, hey. Yani binti akifika tu cha kwanza kujua mambo ya mama mwenye nyumba, alafu inakuwa ndio topic. Wakina mama wenye nyumba, majeshi si mnajua ninachokisema, si ndio? Mnanielewa ya kwamba binti unayekaa naye siku ya kwanza, ukipita mtaani hivi watu wanakuangalia, wanasema huyu mama jamani, akiwa hapa msafi,
Kumbe kabinti kalishaangalia, msimuone huyu hivi, anaringa tu akiwa hapa, mchafu. Asa wewe binti umepelekwa kwenye hiyo nyumba ili uondoe huo uchafu. Ndio maana binti mmoja aliona Haman, bwana wake, Biblia nasema Haman alikuwa na ukoma. Sasa sijui baba mwenye nyumba alikuwa anatembea kifua wazi nyumbani. Alipomwona akasema, akaenda kumwambia mama mwenye nyumba, kama mzee angeenda Yerusalemu angejua ya kwamba kule kuna Mungu. Baadaye mama akaenda kumwambia, kuna kabinti kamesema kule Yerusalemu wanaweza kuponya ukoma. Lakini ingekuwa leo, bana, yani kwenye ile nyumba ninayofanya kazi sijui niache, ebu jamani mnishauri, manake nayo yaona. Niombeeni sana. Kwani umeona nini? Niombeeni tu. Roho Mtakatifu atakuongoza namna ya kuomba. Wewe ni mbea wa kawaida, hutabaki kwenye hiyo nyumba. Baada ya muda watakufukuza. Lakini binti kaenda kumwambia mama mwenye nyumba, mzee akienda kule kwetu atapona ukoma huu. Afa kuambia mtu mwingine. Leo ngekuta story kanisani, huyu yote anafanya kazi kwa mzee yule mwenye ukoma. Umbea, katabia ambako yani hauwezi ukapitwa na kitu. Uwezi yani. Ukija kanisani unaangalia ni nani amevaaje. Baadaye tu ibada ikiisha, yule mama bwana alikuwa amependeza, ila kwa kweli alivyochanganya. Wasichana yani ile lesi ile aiendani na kile kitambaa cha chini. Yani fundi hata kumshauri. Shehe kusikia kabisa binti anasema mama anakuja kanisani. Yani binti mtu mzima mrembo anakuja kanisani, ila anaonekana kama mti wa Krismasi. Amechanganya rangi. Haya yanakuhusuje? Yanakufanyaje? Yanakusaidiaje wewe uende mbinguni? Lakini unafikiri anapenda? Hapendi. Kakifuniko kamemshikilia. Kakifuniko yani kamekaa pale. Na shetani amekaa kwa chini kifuniko yani amekiweka kifuniko kimekaa sawa sawa. Wewe ni mtu gani uwezi kuona jambo ukaliacha likaenda? Majeshi. Hebu muangalie mwenzako tena muulize, umeharibu maisha ya watu wangapi kwa tabia yako hiyo? Kuna watu nikwambie wameokoka, ila yani huwezi kuongea nao mambo manne hawajakudanganya. Yani akikwambia ukweli mara mbili anajisikia vibaya. Pale ningemwambia hivi, yani ukimpigia simu anaiangalia kwanza ni nani. Wakati mwingine mnawazaga kwamba simu ilikuwa mbali. Haikuwa mbali, alikuwa nayo na anaiangalia ikiwa inaingia, ila anatafakari ni uongo gani. Anatafakari ni uongo gani akwambie ni kwa namna gani ili umwelewe. Simu inaita kuru, anaiangalia, anataka kupokea, lakini kauongo akajakaa vizuri, anakabonyeza. Bahati mbaya simu hizi zinasema eti si mtumiaji wa simu unayempigia anaongea na simu nyingine kwa sasa, kumbe amekukatia. Anajipanga, alafu ukikaa kidogo anakupigia. Uongo wa kwanza, baba samahani nilikuwa uani. Wewe nilikuwa mbali na simu. Okay, haina shida.
tulikubaliana tukutane 2:30. Sasa hivi ni 2:45. Baba, niko kwenye kona hapa. Na uongo kwenye simu ndio huwa ni uongo maarufu ambao karibia kila mtu muulize mwenzako, uongo wako maarufu ni upi? Yaani vijana wanaupenda huo. Baba, niko hapa kwenye kona. Sasa baadaye unasubiria, hata kama ni sisimizi alikuwa anatoka kwenye ile kona kule kuja hapa, au chura, hawezi kuja saa nzima. Jamani, kwenye kona gani ulikuwa unasema baba, si kwenye kona hii hapa, ila nilipokuwa nakata kona hapo nikakutana na kilema mmoja akaomba nimweke kwenye baisikeli yake, amedondoka. Nilishawahi siku moja ninasafiri naenda Dar, tumeingia tu kwenye gari hapa Dodoma, jamaa anapigiwa simu, ndugu yangu uko wapi, mbona umechelewa? Hii gari inaenda polepole sana bana, tushafika hapa Kibaha ila kuna foleni. Unawaza ukifika Gairo gari kadumbukia kwenye mtaro. Majeshi amefika Morogoro, jamaa amekuwa mkali. Yaani huyu ni fundi, amemweka mwenye nyumba amsubirie akamfanyia kazi. Ujue kazi, yani ameitiwa kazi, amemsubirisha mwenye nyumba masaa 8. Kwa nini tu usimwambie kwamba nimechelewa kutoka, nitachelewa kufika, fanya mambo mengine, nikifika nitakwambia. Majeshi. Sasa uongo huo unalindwa na uongo, si ndio Yaani ukisema uongo mmoja lazima uwe na series ya uongo nyingi. Sababu uongo wa kwanza unatakiwa ulindwe na uongo wa pili, uongo wa pili ulindwe na uongo wa tatu, utengeneze uongo wa 5 kabla uongo wa 4 haujafikiwa, ili uongo wa 6 uje uendelee kulinda uongo wa kwanza. Kwa hiyo mtu mwenye tabia ya uongo ni muongo tu. Majeshi. Na mtu muongo, sema kwa bahati mbaya huwa hachagui wa kumdanganya. Mwanangu uko wapi? Baba, wewe acha tu. Ukishasikia wewe baba acha tu, ujue unapangiwa. Yaani anavutavuta maneno mazuri ya kukwambia, ambayo kusema ukweli kama watu wa Mungu hatakiwi kuishi hivyo. Hebu mgeukie mwenzako mwambie hautakiwi kuishi hivyo. Hutakiwi kuishi hivyo. Kwa Biblia inasema kile kitabu Mambo ya Walawi ile sura ya 9. Hebu andika, utajisomea tena mwenyewe. Msiibe wala msidanganye wala msiambiane uongo, msiape uongo kwa jina langu, hata ukalinajisi jina la Mungu wako. Mimi ndimi Bwana. Usimdhulumu jirani yako wala kumnyang'anya mali yake. Ijara yake aliyeajiriwa isikae kwako usiku kucha hata asubuhi. Na kwamba kuna watu wengine mko hapa, unaajiri binti wa watu, yani haumlipi. Yani anasema ijara ya mtu anayekudai isikae kwako, lakini nikatabia tu kwa huyu mama. Yani wewe hela unazo za kutosha, huyu binti akikuomba unamwambia hauna hela, siku nyingine unamtafutia sasa sababu aondoke kwako, mdhulumu hela zake. Kwa hiyo kuna tabia za watu wengine ni watu wakubwa, lakini zimewaharibu wadogo, zimemdhulumu mtu ambaye ni mhitaji. Kwa kama kuna mtu alishawahi kufanya hivyo, leo ni siku ya kutubu na kumwomba Mungu rehema.
Kwani kwa sababu katabia akakuharibu wewe tu. Tabia haikuharibu wewe tu, inaharibu na wengine ambao wanakutegemea. Ela mwanangu, leo sina, nitakulipa tarehe fulani. Tarehe ikifika, mama, hela yangu. Na wewe msumbufu, si nitakulipa tu. Zikiwa zimeongezeka zimekuwa nyingi, unaanza kumtafutia sababu ya kumfukuza. Biblia inakataza tabia hiyo. Hebu mwangalia mwenzako, mwambie acha hiyo tabia. Kwa sababu uongo ni tabia kabisa ya shetani. Siku moja kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 22 mstari wa 21, Mungu anataka kumwangamiza Ahabu. Kule mbinguni anasema ni mtume nani akamdanganya Ahabu, lakini kule mbinguni kukawa kuko kimya. Akatokea pepo mmoja akasema nitume mimi. Mungu anamuuliza what is the strategy, utafanyaje? Akasema eti nitakwenda kuwa pepo wa uongo kwenye vinywa vya manabii wake. Kwa kuna wakati mwingine kwa sababu ya uongo, kwa sababu ya tabia yako, unashauri watu wanaharibikiwa, na unajua ulimshauri aharibikiwa kwa makusudi, kwa sababu ya tabia tu fulani. Asema eti nitakwenda na kuwa pepo wa uongo katika vinywa vya manabii wake. Hilo ndio jambo lilikwenda likamwangamiza Ahabu. Manabii wote wanasema kwea ukafanikiwe, kwea ukafanikiwe. Ameenda vitani, hakurudi, ameuawa kwa sababu ya uongo. Majeshi, I wish kama Mungu angekuwa amenipa somo lingine angalau mnipigie makofi, lakini sasa haiwezekani. Yani lazima tu niseme hili kwa sababu ndio kitu ambacho Mungu anakisema. Haleluya, haleluya. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 37, Biblia inasema bali maneno yenu yawe ndio, ndio, sio, sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Maisha yote yameharibika kwa sababu mahala alipotakiwa kusema hapana, amesema ndio kwa ajili ya kumfurahisha mtu mwingine. Na ukishazoea tabia ya kwamba mahala unapotakiwa kusema ndio unasema hapana, utaharibu maisha ya wengine na maisha yako yataharibika. Mimi siku zote nasema ni vizuri mtu akuchukie kwa sababu umemwambia ukweli. Au anamuuliza ni kweli nitafanikiwa, namwambia kweli utafanikiwa, lakini walitakiwa wamwambie hapana, utauawa kule. Alipokuja nabii mmoja anasema nimeona Israeli wametawanyika kwenye milima kama kondoo wasiokuwa na mchungaji, akapigwa makofi akawekwa ndani. Lakini alikuwa mtu mmoja kati ya watu 400 aliyesema hapana, sehemu ambayo inatakiwa kusema hapana. Lakini ukiangalia ni nini kifuniko, shetani alikuwa amewafunika, amegeuka pepo wa uongo kwenye vinywa vyao. Kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 13. Mithali sura ya 28 mstari wa 13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ya kwamba kuna vitu vidogo vidogo watu tunafanya mpaka vinakuwa tabia. Yani uwezi, yani usipokafanya kale unaona kama kuna kitu kimepungua. Na kikubwa kinachoharibu mwili wa Kristo, umbea. Yani sio vitu hata vina faida. Kwa sababu kuna vitu ambavyo ukiniambia Mkristo wa Ufufuo na Uzima amefanya, nitakukatalia. Ila vingine kabla hujaniambia, ukianza kuviongelea tu najua ni kweli watakuwa wamefanya. Kimoja wapo ni wizi kwa mfano. Yaani kuna vitu kama shetani hawezi haji kukutempt kwa wizi. Yaani hawezi kuja kukujaribu kwa wizi. Yaani eti mwana wa Asafu shetani haja kujaribu kabisa ya kwamba hebu dokoa kitu kwenye pochi ya dada nani, hawezi. Ila anajua vitu virahisi.
anajua vitu virahisi, anakuja anawachonganisha, anawagonganisha kidogo, yani mnaanza kuchukiana. Mkichukiana mnaanza kuchukua maneno, fulani kasema, fulani kasema, fulani kasema, baadaye mnajikuta mnaharibika. Hata maisha yako mwenyewe binafsi hayatafanikiwa. Haleluya. Kuna watu hapa shetani hawezi kukujaribu kwa pombe kabisa, hawezi. Ila usisikie kaumbea, yani kakikufikia tu dakika 2 kwenye simu za kusalimia ndugu, ulikuwa unadaiwa umejikopesha. Kakija kaumbea, unaenda kununua vocha, unaweka, inakatwa ile uliokopa, unawekwa na nyingine ya kufanya umbea. Yani kuna mtu yuko tayari alipe gharama kwa ajili ya kufikisha umbea mahala pake. Majeshi. Ninaongea haya yote kwa nini? Kwa sababu Ukristo unaanzia hapa. Unapokuwa mtu anakoka, waje anakuwa roho yake ndio imempokea Yesu, si ndio? Kwa hiyo roho imezaliwa mara ya pili. Lakini kanafsi kanapenda umbea. Yani ukimsengenya mtu unajisikia vizuri, na watu wengine wanajisifia, nimemmaliza. Yani unaishi duniani kwa lengo la kuwamaliza wenzako. Je, wale unaowamaliza wakianza kukugeukia wakumalize, itakuwaje? Baadaye tukiisha kumalizana, dunia itakuwaje? Mimi nina hakika na jambo gani? Vita kubwa inayotokeaga duniani, kusengenyana, kuchukiana, ni kwamba unataka watu wawe kama wewe. Nataka nikuhakikishie, hautaweza kumbadilisha hata mmoja. Yani hata mtoto wako tu uliyemzaa wewe mwenyewe, hutambadilisha awe kama wewe. Kwa nini? Kwa sababu dunia na kila mtu unayemwona ni process ya kufanyika. Yani mtu unayemwona amekuwa na miaka 20, amepita kwa walimu wengi mbalimbali, nao wamemfundisha mambo mbalimbali. Unapokutana naye akiwa na miaka 20, usijaribu kumbadilisha. Kwa nini? Kwa sababu utaharibikiwa wewe mwenyewe. Kwa kinachotakiwa kama watu wa Mungu ni nini? Jiangalie kwanza wewe mwenyewe, ninafanya jambo kwa lengo gani? Lengo gani linalonisukuma mimi nifanye jambo hili ninalokwenda kulifanya? Je, jambo hili natakiwa kabla ya kulifanya niamue nilifanye nijipe jibu la ndio, au nilisifanye nijipe jibu la hapana? Ukiwa mwazi ndani yako mwenyewe, utakapoamua itakusaidia. Majeshi. Ni kwa nini? Kwa sababu tabia yako, kipawa kinaweza kikakupeleka mahali, lakini hiyo tabia itakuwa inakurudisha nyuma siku zote. Hiyo tabia itakuwa inakuharibia kila siku. Lakini wewe mwenyewe si ni shahidi? Kila ulipoenda umeacha ugomvi. Sasa utakuwa mtu wa nani baadaye? Utakuwa mgeni wa nani? Utaishi wapi? Kuna dunia ambayo ni ya kwako peke yako, kwamba utaenda uishi pale? Hakuna dunia ya kwako peke yako. Lazima tu utaishi na watu, na ili ufanikiwe ni lazima ujiangalie. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akitaka kumbariki mtu anatumia watu kumbariki. Haleluya. Hakuna baraka yoyote, hata Mungu anasema nitakufungulia madirisha ya mbinguni na kukumwagia baraka, hakuna siku utaona noti zinanyesha kutoka juu. Mungu akikufungulia mlango wa baraka, anafungua mlango, anakuja mtu kwenye maisha yako, mtu mwenye heshima, mtu aliyebeba fedha, mtu mwenye kampuni, mtu mwenye biashara, mtu mwenye ujuzi, mtu kijana anayetaka kuoa, binti anayetakiwa kuolewa. Mnafika mahali zile tabia zikiendana, ndiyo unabaki kwenye hilo jambo. Majeshi. Ndio maana utaona kanisani huwa naitaga uchumba wa Bluetooth, uchumba artificial.
Unawaona watu wako wawili, yani siku ya kwanza, yani binti asipokuja kanisani, kijana anauliza, mbona siku hizi watu hawaji kanisani? Wote hawa uwaoni, umemwona yule binti tu, si ndio? Wanakaa wanaenda, unawaza kuna kakitu kanatengenezwa hapa. Mchungaji na wewe unaanza kuinua macho ili waongoze wasije wakakosea, si ndio? Unamuita kijana, bwana, mbona naona uko karibu na huyu binti, umemwona? Anasema, baba, bado ninamchunguza. Na nyewe wavulana ambao mnachunguzaga sana, sio vizuri, na yenyewe ni katabia kabaya, si ndio? Unamchunguza mtu kweli miaka 3. Kama umekaa na mkaka, mwambie unamchunguza kweli mtu miaka 3. Kijana wengine wamekaa peke yao kule nyuma ili wasiulizwe, si ndio? Sasa anakuwa anamchunguza, miezi 6 imepita. Baadaye unamuuliza, ule uchunguzi unaendaje? Mbona sioni lolote? Anasema, baba, niache tu, nipe pole. Unawaza, pole ya nini? Huyu binti yako ni moto wa kuotea mbali. Pole ya nini mwanangu? Baba, wewe nipe tu kwanza pole, alafu nitakueleza baadaye. Hivi ninavyokuambia hapa baba, nishatumia laki hizi kwenye vocha, laki hizi kwenye nguo, laki hizi kwenye viatu, ila alichonitenda yule binti, amefika tu siku moja, ana hasira, amepigiwa simu, anamuuliza, jana nimekutafuta sijakupata. Na kuona sasa umeanza kuwa mlinzi. Asa mimi nitakuja nikulinde maisha yangu yote, kwa nini tusianzie huko? Naona sasa unataka kujifanya mzee nani, anamtaja jina la baba yake. Samani, umesemaje? Hivi wewe kitu gani uelewi? Nisikilize, sijui kilugha chenu, kama uelewi Kiswahili si ungenisikiliza basi? Mimi mama yangu mzazi si msikilizaji, utakuwa wewe. Kinyamkera, nimekutana na wewe tu kanisani. Basi yaishe kwa shingapi? Binti, yani kuongelesha hutaki, kuyamaliza hutaki, kuyaendeleza hutaki. Mwanaume anaamua, ngoja nikate simu yasiwe makubwa, anakupigia tena. Usipopokea anakupigia tena. Simu yako inaisha chaji, anapiga kwa rafiki yako, na akimpigia anamuuliza, hivi wanaume wa siku hizi mkoje? Anaanza kumgombeza rafiki yako. Baadaye mkimaliza tu kukata simu, anamwambia, ndugu yangu, huyu binti achana naye mapema, hautamweza. Sasa kijana kanafikiria 500,000, 200,000, 300,000 za vocha. Anawaza, ngoja tu nimbembeleze. Kesho asubuhi kanapiga simu, uko wapi mpenzi? Kampenzi kalikokuwa pepo jana kamegeuka kampenzi. Hata kama ukibadilika, kwa sababu ni tabia, itakuwa ni kwa muda mchache tu. Wazee wenye hekima wakasema tabia ya mtu ni kama rangi yake ya ngozi. Ukiona huyo mtu amebadilika, ujue Mungu amemsaidia. Lakini sisi tunasema ukiona mtu ana kifuniko cha tabia, unakipasua, baadaye anakuwa mtu mwema tu. Kwa nini? Kwa sababu kwa asili binti ameumbwa na Mungu awe mwema, awe softi. Sasa ukiona binti yani yani binti anawaburuza baba yake akiongea anakuburuza, mama yake anakuburuza. Wazazi wanamleta, baba mchungaji,
huyo ametushinda, muombe. Tunamuongoza sala ya toba sasa, ili baba mchungaji na wewe uwe na wewe mmoja wapo wa baba, na wewe anakuburuza. Ukiona hivyo ujue kuna kitu hakiko sawa. Dada samahani, mkaka tu anajitokeza, kijana mwema tu, naomba urafiki. Amwangalia, huwa kuna namna wanaangalia. Upepo wa kusi si upepo wa kusi. Kama angekuwa mtendakazi tungesema anajua upepo wa kusi. Sasa sio mtendakazi, atamwangalia chini, katikati, juu. Na wale wako uwe mrefu mrefu alafu mwenyewe ni mfupi, anakurudia tena chini, katikati, juu. Hapa anakuuliza, mwoaji mwenyewe wewe? Hajakwambia anakuoa, ameomba tu urafiki. Dada, utukufu kwa Yesu. Dada, sina kusalimia. Kwani duniani niko peke yangu wa kusalimiwa? Si ukamsalimia na shangazi yako na mama yako na dada yako. Mwangalie mwenzako, mwambie sio yeye, kuna kakifuniko. Yaani haya ninayokuambia ni mambo ambayo nayajua kwa hakika, lakini wengine si mnanielewa, si ndio? Mnanielewa, si ndio? Kwa sababu yapo ananielewa. Kaumri kakishaenda, wachungaji sasa tunasumbuliwa. Baba anakuja, baba, mama, binti, mjomba, shangazi. Mchungaji, huyu binti yetu hatujui, labda amelogwa. Ni kweli amelogwa, ni kweli binti yenu amelogwa, amefunikwa na kifuniko cha tabia, kifuniko cha kichawi. Majeshi. Baba, tunaomba, yani tunaona umri wake unaenda, hata wakumwambia habari yako dada, waliomwambia habari yako dada, alichowatenda hawatarudia tena. Lakini sio yeye, shetani, kifuniko. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie kakifuniko. Fanyie hivi, mwambie kakifuniko. Fanyie kakifuniko. Majeshi, nataka tuombe tupasue vile vifuniko. Haleluya. Leo nataka tupasue tu cha tabia. Kuanzia kesho Jumatatu tunaanza na cha wivu, yaani mpaka viishe. Amen. Kwa sababu tunapovigusa hivi, kuna vingine vinalegea, vinamomonyoka, vingine vinatepeta, lakini mpaka vitaisha. Haleluya. Hebu sema, Baba, katika jina la Yesu, nimesikia neno lako, nimetambua kuwa mimi ni mwenye dhambi, maana kwa kinywa changu nimekuwa mtu wa kunena uongo na kupotosha kweli yako kwa manufaa yangu mwenyewe. Kwa hiyo watu wengine anawaza, wakati anapofanya yale, anawaza ya kwamba anataka yeye mwenyewe ajifiche, anataka kufanya kitu kwa manufaa yake mwenyewe. Kuna watu yani katabia tu, kitu kikitokea lazima yeye atatoa, na hata kama hakuna wa kusingizia atamtafuta, atamuingiza pale. Yani jambo linatokea kabisa hivi, ulikuwepo wewe, ndio umesababisha, alafu wa kwanza kusema haki ya nani? Sio mimi, alikuwepo fulani hapa, fulani hajui. Unamuingiza mwenzako kwenye matatizo. Hebu simama pale ulipo. Wakati tunapoomba, cha kwanza kabisa unatubu, unasema mimi nimesababisha tatizo. Unawaangalia kwenye mzunguko wako, watu wangapi ambao wamesababisha matatizo kwao. Kuna watu wengine hawako kanisani leo kwa sababu ya maneno uliyoyasema. Ile nafsi utaipataje? Utairudishaje? Utairejeshaje? Kuna watu wengine walinyimwa haki zao kazini,
ofisini kwa sababu ya maneno uliyoyasema. Kuna watu wengine wamepoteza watoto kwa sababu ya maneno uliyoyasema. Kuna watu wengine ndoa zimevunjika. Yaani mtu kabisa anasikia maneno, hajayadhibitisha, anaenda kuongea, ndoa za watu zinavunjika. Kwa tabia huwa yani wakati mwingine kukaacha ni ngumu, ila siku ya leo unaweza ukawaza ni wewe tu, lakini utashangaa tabia nyingi ambazo haziendani na ustaarabu na mambo ya Mungu, ujue zimetengenezwa mahala kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu kwa asili kabisa wewe ulipokuja duniani umekuja ukiwa mkamilifu. Roho yako na yenyewe inaelewa yale unayoyafanya sio sawa, lakini tabia tu. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, wakawa anaongea habari za mtu. Nikamuuliza, kwani huwezi kuacha kuongelea hizo? Anasema hapana baba, amezidi. Amezidi nini? Tabia tu, katabia, yani hawezi kuacha, hawezi kuacha, yani kapo tu katabia, yani hawezi kuacha yani. Na tabia hizi sasa zinatupa majina mabaya. Yani unafika mahali watu wanakujua hivyo ya kwamba huyu katabia kake kako hivi. Katabia yani umekajenga na ukiwaza kukaacha yani ni ngumu, lakini kile ni kifuniko. Hebu sema tena, Baba katika jina la Yesu. Sema tena, Baba katika jina la Yesu. Nimetambua kuwa nimekosea na kutenda dhambi mara nyingi kwa sababu ya tabia yangu, kwa sababu ya kinywa changu. Nimekuwa mtu wa kunena uongo na kupotosha kweli yako kwa manufaa yangu mwenyewe. Nimekuwa mtu wa kuharibu maisha ya watu wengine kwa manufaa yangu mwenyewe. Baba, ninaomba unisamehe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa maana nimekuwa mtu asiyefaa mbele zako na mbele ya watu wako. Maana kwa tamaa ya mwili nimekuwa wa kujitafutia kipato, nimekuwa wa kuuza vitu ambavyo sikutakiwa kuviuza. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Baba, ninaomba unisamehe, kwa maana umesema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Leo ninatubu dhambi zangu zote, nikimaanisha kuziacha. Ninaomba Baba kwa jina la Yesu unisamehe, uniumbie mwenendo unaofaa na wa kupendeza mbele za watu na mbele zako. Katika jina la Yesu ninasambaratisha wachawi wote, ninasambaratisha kila roho za kutoka kuzimu zinazogeuza tabia yangu na mwenendo wangu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila roho iliyonifunika, kila roho inayonifunika na kunivuvia tabia isiyokuwa ya kimungu, leo kwa jina la Yesu ninasambaratisha kila roho za kuzimu, roho za mashetani, roho za kichawi zinazosababisha dunia yote inione ya kwamba nina uovu na udhaifu wa tabia. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila pepo aliyekaa ndani yangu kwa ajili ya kuharibu tabia yangu, kwa jina la Yesu, kwa ajili ya kutumia mwili wangu kwa tabia, kwa jina la Yesu, kwa ajili ya kutumia mwili wangu kuharibu njia yangu, kwa jina la Yesu,
Hebu anza kuomba, ambia kila roho zilizotumwa kwa lengo la kubadilisha mwelekeo, kwa lengo la kubadilisha wito wako, kwa lengo la kuharibu mafanikio yako, lakini zinatumia tabia, kwa jina la Yesu Kristo, anza kuvunja zile roho, anza kuzipiga, anza kuziambia, kuanzia leo ninakukataa, kuanzia leo ninavunja uhusiano na wewe.